Mungu kwetu ndio kichwa cha siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo wa Mungu kwetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi Mungu alivyotupenda kama wanadamu, akatuumba jinsi tulivyo, ni kwa sababu ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mzuri kwa majira haya, siku ya leo, kwa neema yake, pia kwa nguvu zake, ya kwamba tu wazima, kwa sababu pia ya upendo tuko jinsi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mungu umetuepusha na mengi. Kwa sababu ya upendo tumeondolewa huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu aliyetumba mimi na wewe ana upendo wa dhati juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na yeye hutupenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akakaa na akautenda upendo. Akaona watu kitu ambacho nitafanya, nitamtoa mwanangu wa pekee ili kuonyesha upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili yule Bwana aende katika ulimwengu awaonyeshe njia. Kama angekuwa na upendo, ilikuwa ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusingeliweza. Yesu, tungekuwa tunatumia jina la nani kama haingekuwa ni upendo? Bwana Yesu asifiwe. Naye vile vile pia na mwanaye Yesu Kristo, naye pia akawa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Upendo ukafanya akawa anapigwa na kudhailishwa. Kwa sababu ya upendo, mimi na wewe, anapigania upendo, ananyanyasika lakini anasimamia upendo. Upendo ambao Mungu ameweka ndani yetu ni upendo wa kipekee. Katika kitabu cha Warumi 8:28, maandiko inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikupenda na sharti na wewe umpende. Ambia mwenzako, mpende aliyekuumba. Mpende aliyekuumba. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyu Mungu alikaa na akaona upendo ambao utarejeshwa kwa wanadamu. Utakuwa ni upendo wa dhati, utakuwa ni upendo wa kipekee, akaurejesha. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hakutupenda kwa sababu ya pesa zetu. Yeye hakutupenda kwa sababu ya mali yetu. Alitupenda jinsi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tazama jinsi Mungu anavyokupenda kama Mkristo. Tazama jinsi Mungu anavyokupenda. Tazama jinsi Mungu anavyokuzingira. Tazama jinsi Mungu anavyokuokoa maadui wanapokuzungukia, kwa sababu tu ya upendo ambao Mungu ameurejesha ndani yetu. Tunalindwa tu. Anakuja tu kanagonga mwamba kanarudi. Anasema tu huyu mtu nimejaribu kuchawi lakini imeshindikana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya upendo ambao Mungu alitupenda.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana anasema kwamba hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Si lazima wewe umpenda kwanza ndiye akupende, ndiye afanye kazi na wewe. Ili unapoishi ule upendo usipungue ndani yako. Ili unapoishi ule upendo usipungue ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Mungu alikupenda jinsi hivyo, na wewe unampenda Mungu. Na Yesu asifiwe. Amen. Unapokumbuka tangia ukizaliwa kuja katika ulimwengu, na wengine wamepitia shida, lakini kwa sababu tu ya upendo, wengine wamepitia mateso, wengine wamepitia ni utumwa, lakini kwa sababu ya upendo, tazama siku hizi jinsi wanavyoishi. Upendo tu. Bwana Yesu asifiwe. Upendo. Tazama wanavyopendeza kwenye nyuso zao kwa sababu ya upendo. Wengine walipokataliwa na wapendwa wao, wale wapendwa hawakujua Mungu aliyewaumba aliwapenda. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna yule ambaye alikukataa hakujua kwamba Mungu mwenye alikuumba anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mungu kwa ule upendo tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio udhihirishaji tosha kwamba hakika yeye anaweza. Vile vile ukisoma Warumi 8:31 mpaka 34. Sikia jinsi maandiko inasema. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiye mwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye shtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ni nani atakaye hukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye atakayetuombea. 35 nasema hivi: ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani atakaye tutenga na upendo? Jinsi Mungu alivyotupenda na akamtoa mwanae, vile vile akatupenda vile vile. Ni nani atakaye tutenga na ule upendo? Na Biblia inauliza ni njaa. Bwana Yesu asifiwe. Naanza kutuuliza kwamba ni dunia ndio itafanya tutengane na upendo aliyetumba. Bwana Yesu asifiwe. Maana alitupenda kwa njia ingine iliyo ya kipekee zaidi. Yaani wakati unapokaa, unapotafakari, unaangalia mahali ambako Mungu amekutoa na unaanza kutambua kwamba ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ona hahitaji hongo. Bwana Yesu asifiwe. Ni upendo wa kipekee. Mpendo, tazama jinsi Mungu anavyokupenda wewe pamoja na nyumba yako, wewe pamoja na ndoa yako. Tazama jinsi Mungu alivyowapenda. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu ni mwema.
siku ya leo ni upendo wa kipekee, ni upendo ambao hata iweje hakuna yeyote atakayetutenga na upendo, maana ni upendo ambao ulifanywa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Ile gharama aliyoilipa juu ya upendo ni nyingi sana, na ile gharama hata tukisema tu kwamba tuuze dunia nzima hatuwezi kulipa ile gharama. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anakuja, anakecheliwa, anabeba ule msalaba kwa ajili tu ya upendo, ili mimi na wewe tusije tukateseka katika Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Anatupenda kwa njia ya kipekee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anapigwa, lakini anaangalia tu kwa sababu ya upendo tu. Anafungwa na ile nyiba kwenye kichwa chake tu kwa sababu ya upendo. Jiulize, mwanadamu mgani anaweza kufanya hivyo kwa sababu ya upendo? Mwanadamu yupi anaweza kukecheliwa kwa sababu ya upendo? Bwana Yesu asifiwe. Amen.